kwamba kwa sasa bado dirisha halijafunguliwa. Kwa sasa tunafanya kazi na wabunge walioko madarakani na madiwani walioko madarakani mpaka pale baraza la madiwani litakapovunjwa na bunge litakapovunjwa. Na chama chetu kimeshatoa ratiba ya uchaguzi kwamba tarehe 28 mwezi wa 6 ndio fomu zitatoka rasmi mpaka tarehe 2 mwezi wa 7. Wito wangu kwa viongozi wenzangu wale wote ambao wanataka udiwani au ubunge wasifanye fujo kwenye majimbo ama kwenye kata. Tukisiwasikia sisi tutachukulia hatua. Ila kwa sasa hakuna hicho kitu cha kutangaza nia kwa sababu muda hujaruhusu na katiba yetu hairuhusu jambo kama hilo. Muda utakapofika dirisha litafunguliwa. Sasa kama mtu ni mgombea atakuja kuchukua fomu kama ya ubunge kwenye sisi katika ofisi ya sisi wilaya. Kama ni udiwani ataenda ofisi za kata. Kama viti maalum udiwani atakuja UWT wilaya. Kama ni ubunge viti maalum mkoani. Lakini kwa sasa hicho kitu hakiruhusu, hatukiruhusu kabisa. Kwa sababu tukisema tukiruhusu kitaleta mpasuko, lakini pia hata kanuni zetu haziruhusu. Sasa kupitia waandishi wa habari nyie, naomba taarifa hii ifike kwa kila mtu mwenye nia hiyo kwamba yoyote tutakayemkuta ama tutakayemsikia anaita wajumbe tutaanza kumchukulia hatua yeye, lakini hao wajumbe pia tutachukulia hatua. Waachwe madiwani na wabunge wafanye kazi sawa. Na zipo tabia ambazo tunazisikia watu wanasema, wanaandika kwenye mitandao kwamba kuna siasa za ukanda na nini. Sisi chama chetu haturuhusu mambo ya ukanda wala ukabila wala udini. Sisi tunaamini yoyote atakayechaguliwa kipindi kikifika, awe ni Mkristo au ni Muislamu, awe ni upande wa tambarare ama ni upande wa milimani, awe hapa katikati, yoyote yule tutakaa tunaangalia sisi atakayepitishwa na chama chetu. Kwa hiyo wale ambao wanajiandaa kutumia mambo ya ukanda waache. Sisi chama chetu kiruhusu kitu kama hicho. Tunakemea masuala ya ukanda. Na ndio maana tunakemea pia wanao tembea tunawakemea. Haturuhusu kitu chochote ambacho kinaenda na kinyume na kanuni zetu za uchaguzi.